Asante kwa kuendelea kwa nasi. Karibu tuzungumze kuhusiana na kupost picha za watoto mitandaoni ikihusishwa na sheria ya makosa ya mtandao kifungu cha 23 ikiwa ni sheria namba 14 mwaka 2022 ambayo yenyewe imelenga hasa kulinda haki ya faragha ya mtu na kulinda dhidi ya matumizi mabaya ya picha au taarifa binafsi katika mitandao ya kijamii. Tutasikia maoni kutoka katika mikoa mbalimbali na kile ambacho wataalamu wanashauri na kusema hasa kuhusiana na hili. Na mapema tulizungumza na Yusuf Kileo ambaye ni mtaalamu wa masuala ya mifumo pamoja na usalama wa mitandaoni na kuzungumza mengi pia kuhusiana na hili, lakini tutaungana pia na mtaalamu wa malezi na masuala ya saikolojia kufahamu ni kwa kiasi gani kwa baadhi imekuwa ikiathiri hasa katika makuzi na malezi ya watoto pale ambapo kwa kiasi kikubwa maisha ya watoto yanawekwa mitandaoni na ni kwa kiasi gani pia imekuwa ikitafsirika hivyo. Hayo tutayafahamu, lakini tutasikia pia maoni kutoka katika mikoa mbalimbali. Unaweza kutupigia simu kutupa maoni yako kupitia namba yetu 0763 809 770 na good luck, watu wamekuwa wakituma picha za watoto huko mitandaoni. Ndio. Kwa namna mbalimbali. Na pengine kwanza tuanze na Yusuf Kileo ambaye wakati tumemuuliza alizungumzia zaidi kuhusiana na tafsiri hiyo ya kwa mujibu wa sheria ya makosa ya mtandao, ni ipi tafsiri ya faragha ya mtoto hasa katika mitandao? Kimsingi kama siku zote inavyofahamika ni kwamba mtoto akiwa katika mazingira ya kawaida, labda upo kwenye sherehe ama mpo katika masuala mbalimbali ya kifamilia, picha ile inawezekana ikawa si changamoto sana. Lakini mtoto husika anapokuwa kwenye hali ambayo si nzuri, mfano anaweza akawa labda hajavaa vizuri ama yuko katika hali ambayo baadaye mwenyewe akija kuona picha husika anaweza asijisikie vizuri. Hizo picha za namna hiyo tunahamasisha kwamba hususan zinapokuwa ni za watoto basi zisipelekwe mitandaoni, kwa sababu mtoto yule anapokuwa anaweza baadaye akaja akatumia vipengele mbalimbali vya sheria ya kumlinda mtoto kuweza kuja kutaka wewe uweze kuchukuliwa hatua kama anaweza kufikia huko. Ama vile vile inaweza ikamsababishia baadaye akapitia matukio kama ya cyberbullying. Mfano, kuna matukio ambayo tumekuwa tukiyaona kwamba kuna baadhi ya watu walichukuliwa picha zao kipindi cha zamani katika hali ambazo ni tofauti, lakini baadaye picha hizo zimeibuka kwenye wakati wanatafuta nafasi mbalimbali na baadaye kuanza kuathiri na kuwafanya wenyewe waanze aidha kujutia ama kutojisikia vizuri kwamba picha zile ziliweza kupatikana kwenye mitandao. Hilo ni zaidi kuhusiana na kupost hapo kwenye kutafuta nafasi mbalimbali. Umekuta mtu labda anagombea urais ama ubunge, kuna baadhi ya picha zake za utotoni pengine zingine ziko katika muonekano mzuri, awali nzuri, kwa watu wanaanza kuziposti zile picha. Sasa yeye mwenyewe anaona kabisa ningeweza kuzirudisha siku nyuma hii picha, nisingetamani watu waione. Sasa tunaweza kukuta wakati huo yeye alikuwa mtoto na walioposti ni watu wengine ama walioziweka mtandaoni ni watu wengine. Inawezekana ilikuwa inafurahisha kwa wakati huo, lakini sasa kwa wakati wa mbeleni isiwe rafiki zaidi. Amezungumzia pia Yusuf kuhusiana na sheria yenyewe inazungumziaje kuhusiana na ridhaa ya kupost picha hasa kwa watoto ambao hawezi kutoa uamuzi wenyewe. Tunafahamu kwa mujibu wa taratibu, unajua mtoto chini ya miaka 18 ikiwa inatafsirika hivyo, ridhaa inapaswa kutoka kwa mzazi au mlezi. Sasa mzazi huyo au mlezi huyo ambaye ridhaa inatakiwa kutoka kwake, inatafsiri vipi hilo? Ama sheria inazungumziaje kuhusiana na ridhaa hiyo? Yusuf ambaye ni mtaalamu wa masuala haya na sheria pia za mtandao na ulinzi amezungumzia. Tuna mkakati mkubwa wa masuala ya kuhakikisha kwamba tunatoa elimu ya uelewa. Hatufanyi hivi pasi na kujua nini ambacho tunakitegemea, kwa sababu
ukizingatia haya mambo, kilichopo ni kwamba kuna upungufu tu mkubwa wa uelewa kuna kwa mfano kuna ile kampeni tunasema Stop Think Connect. Kabla hujaingia kwenye mitandao huko, tafakari kitu ambacho unakiweka huko cha aina yoyote. Kwa hiyo kutokana na uelewa kuwa mdogo na watu kutojua kwamba mitandao hii ni kwamba huwa haisahau. Inawezekana umekiweka kitu leo lakini kikaja kikakuhunt kesho na kesho kutwa, kutokana na kwamba labda wewe hukujua wakati unaweka ama hukuona madhara ya mbeleni. Kwa hiyo tunawekeza sana kwenye uelewa. Lakini swala la pili kwenye hilo vile vile ni kuwekeza kwenye swala la sheria zetu kuwa na maboresho ya sasa na halafu, kwa sababu sasa hivi unaweza ukaona kwamba kumekuwa na mapitio ya sheria za mtoto, lakini vile vile kuna hii Data Protection Act ambayo inampa Mtanzania kuweza kujua kwamba ana haki na faragha ya picha zake, haki ya faragha taarifa zake zote za kibinafsi, ikiwa ni pamoja na picha, video, sauti na kadhalika. Kwa hiyo sasa kwenye haya maboresho ya sheria na elimu ikiwekwa sawa sawa, na baadaye tukaanza kuleta controls mbalimbali. Mfano, sasa hivi kwenye baadhi ya mitandao kumekuwa na mapitio ya zile controls. Mfano, unapoweka picha ya mtoto imekaa sivyo ndivyo, wanaweza kule wakaiblock isiweze kuonekana. Mfano, mtoto mdogo sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii ukimtumia picha ambazo sizo rafiki, kuna control ya kumfanya kule anapoipokea asiweze kuifungua na kuiona. Kwa hiyo upande wa hiyo controls pamoja na haya mapitio ya sheria hapa na pale, lakini kubwa zaidi kwenye masuala ya elimu ya uelewa, kuhakikisha kwamba kila mtu anafahamu madhara, kwamba internet haisahau, fikiri kabla hujaposti, kuna Stop Think Connect, kuna ile ya Think Before You Ink ambayo ni sana tafakari kabla hujaanza kuandika chochote kwenye mitandao. Hizi kampeni tofauti zikifika kwa wananchi na wananchi wakaelewa, basi naamini zinaweza zikawa ni msaada mkubwa. Kwa sababu kama wanavyosema, mzazi ndio mwenye consent na mtoto anakuwa hana consent. Kwa hiyo huyu mzazi yeye ndio amepungukiwa na hayo mambo ama hana ujuzi wa hayo mambo. Kwa hiyo tukimuelewesha na tukaboresha hapa na pale, basi mambo kama haya yatakwenda vizuri. Na nikwambie tu habari njema ni kwamba sasa hivi kwenye mitandao hii ya kijamii panaenda kuongezwa kama tunasema kufine tune zaidi kanuni na taratibu, hususan zinazowalenga watoto. Si tu upande wa umri wanapoingia mitandaoni, lakini maudhui mbalimbali wenyewe wanaotoa huduma hizi za mitandao kama wakina Facebook na wenzake wanakuja sasa na utaratibu wa kuanza kufine tune maudhui ambayo si sawa kwa watoto. Mtoto aliyoweka kwa umri ule ambao kwa sheria mbalimbali, kwa sababu wameweka ni 16 lakini kwetu ni miaka 18, kwao ni 16. Lakini pamoja na hayo, mpaka ile miaka 16 basi kuna baadhi ya maudhui watakuwa wafikiwi kama ilivyofanywa kwenye YouTube. Naam, ni Yusuf Kileo akifafanua kuhusiana na swala hilo la sheria. Karibu Hilda Ngaja. Pole na mvua. Naona kumekuwa na foleni pia. Foleni kubwa, mvua kubwa. Asante sana. Unajua asubuhi kwa muamsha mtu na hii mvua sio mchezo. Inakuwa changamoto. Haya, sisi wenyewe tunaamka kwa taabu. Tupate kusikia maoni afu tutarejea pia kusikia maoni kutoka kule Tabora. Nini ambacho wazazi au walezi wameeleza pia juu ya hili? Jina langu naitwa Hadija Omari, niko hapa mkoani Tabora. Mimi ni mzazi na nina mtoto mmoja, na mtoto wangu nimeshawahi kumpiga picha na nimeshawahi kumposti, hasa nimeshawahi kumposti Instagram na Facebook. Na kitu ambacho kilinifanya mimi niweze kumposti mtoto wangu ni ile tu furaha ya kwamba mimi ni mama na nina mtoto, na nikiona wenzangu wanawaposti watoto wao, hiyo pia ikanifanya na mimi kuwa na mposti tu mtoto wangu, najisikia raha. Lakini mbali na kujisikia raha kumposti, lakini pia naona kama ni sehemu nzuri ya kuweka kumbukumbu. Kwa hiyo nikimposti mtoto wangu kule Facebook kuna picha zake, Instagram kuna picha zake. Kwa hiyo hata kama mimi nishawahi kupoteza simu mara ya kwanza, lakini
hata kama nimepoteza simu, zile picha ambazo nilizokuwa namposti mtoto wangu, nikienda Instagram nazikuta, nazichukua, naziweka kwenye hii simu ambayo nilionunua kwa sasa hivi. Lakini mbali na kuweka kwenye hii simu nilionunua sasa hivi, lakini pia ni kumbukumbu, hata simu zikipotea, basi mwanangu naendelea kumuona. Kuna matukio muhimu, mfano matukio yake alipofikisha mwaka mmoja, naona ni tukio muhimu, nikamfanyia birthday, kwa hiyo kumbukumbu ikabaki kule. Alipofika miaka 2, kumbukumbu naweka kule. Kwa hiyo namposti na mpiga picha na kuposti kutokana na mweka kule Facebook na Instagram kutokana na kumbukumbu muhimu. Lakini pia ni kuogopa pia kwamba simu inaweza ikapotea, lakini naendelea kumuona mtoto wangu na nafurahi hivyo tu, sina kitu kingine. Kwa majina anaitwa Edward Rafaeli Kimwaga, mkazi wa Kanyenye. Hicho kitendo siwezi kuweka mtoto kumposti kwenye mtandao kwa sababu sioni sababu ya kumweka kwenye mtandao. Muhimu wake ni nini? Na namweka ili afanye nini? Unakuta wakati mwingine wanakuwa wanatengeneza kama malezi mabaya ya kuweza kuweka watoto kwenye mitandao. Ndio maana unakuta mtu anaposti mtoto afu mwingine anakuja anaposti vitu vya ajabu ajabu tu pale na matusi yakiwemo. Kwa hiyo haipendezi sana kufanya vitu kama hivyo. Naam, hapo kuna mitazamo tofauti. Kuna yule ambaye anaona kupost hasa katika kumbukumbu zile muhimu ni swala jema, lakini kuna mwingine ambaye anaona hamna haja hiyo. Labda mtazamo wako. Nafikiri tuangalie ni muda gani ambao tunapaswa tuposti picha za watoto wetu. Kwa mtazamo wako. Katika mazingira yapi? Kwanza hicho kitendo cha kuposti mtoto kwenye mtandao, kuposti matukio yake kinaitwa sharenting. Sharenting kwamba mzazi unaposti, inaweza kuwa kwa nia nzuri kama aliyosema yule dada. Basi tu mtoto wangu nataka nione matukio yake asipotee, sio nini. Mwingine tu anaposti kwa sababu anataka tu kuonyesha kwamba okay, labda niko katika hali ya kuwa mzazi. Mwingine ana sababu njema au mbaya, sharenting hiyo. Na hakuna, kama mtu hana consent, kama mtu hana consent, maana yake ni kwamba hatakiwi kupostiwa. Ni usubiri wakati ambapo mtaweza kuwa na mjadala ambao mtakubaliana kwamba umeona hii picha nataka kuweka kwenye social media, nataka kuposti kwenye mtandao, unaona ni sawa? Mtoto wa miaka 5 mingapi anaweza hata kusema, hata kama bado akiwa ni mdogo, anaweza kusema tuposti, anaweza akafurahi. Madhara yake ni makubwa kwa sababu bila ya kuomba hiyo consent, mtoto anakuja kufikisha miaka 9, 10 ndio tunaanza kuwapa simu, anakuja kuanza kujiona utoto wake, kitu ambacho kwake yeye ni kitu private. Ridhaa hiyo inatoka kwa nani? Kwa mtoto au kwa mzazi? Ni mtoto, ni lazima tu discuss. Ni sasa unasema utakula ugali, anataka chips, sikasema. Kwa mtoto naye ashirikishwe. Yani mzazi ni lazima umshirikishe mtoto aweze kukubali kwamba hii picha nataka unipost. Mbona hii hapa nilikuwa nalia, hii hapana. Na wenyewe wanajua, au mbona hii hapa sijui mbona hii ni fake, kwa sababu madhara yake pia bila kuomba consent, kesho na kesho kutwa akija akiona, anakuja kuwa na akili zake, anakuja kuona kwamba kumbe maisha ni kufeki. Hii siku hapa nilichapwa, nikalia, alafu wakaja wakanivizia kale kakucheka tu kidogo, amenichekesha, wakakaposti. Kwa anaweza kujiona kwamba kumbe naweza kufake life, kumbe naweza kufanya kutengeneza story, kumbe ni lazima niwe perfect. Maana hizi picha zile zinazopostiwa tunaziona ni nguo nzuri, pose nzuri, nywele kasuka vizuri. Kwa hiyo yeye mwenyewe pia anaanza kuona kumbe ili niweze kukubalika natakiwa kuwa perfect. Na akiona picha yake ya utoto kama hajakubaliana, comment itakayotoka pale, akija kikuta comment ni mbaya, inaharibu na utu wake kabisa. Lakini vipi kwenye haya matukio wanaoeleza, matukio muhimu kama vile birthday ama mtoto amegraduate pre-unit, yani matukio ya furaha? Si ndio? Hiyo ni mtazamo wangu mimi kama mzazi. Hata sisi wote tulifanya hayo makosa. Ni mtazamo wangu mimi kama mzazi, ambapo ninaona kwamba hili ni tukio muhimu, nataka dunia nzima lijue. Kumbe akija kuwa mkubwa ataona kwamba no, mimi tukio nilitamani liwe private. Yani nilitamani mimi kugraduate chekechea, nilitamani iwe ni kitu changu na familia yangu. Kwa hiyo mtoto anaondolewa hata ile haki ya kuwa na privacy ya utoto wake. Na ni makosa ambayo wazazi wengi tumeyafanya bila kujua, na hatujawahi kuomba consent. Sasa hivi tu watoto wamekuwa, unaanza kumomba consent mara nyingi tu, hiyo hapana, hiyo usiposti, hiyo unajua unaacha. Lakini tungeweza kuwapa hiyo haki toka wakiwa wadogo, nafikiri wangefurahi sana. Kuna watoto pia ambao wanawachukia wazazi wao kwa sababu hawakuutunza utu wao wakiwa wadogo. Naam, tusikie pia maoni kutoka Morogoro na Simiyu.
nao tukiwauliza wazazi au walezi kama wanapost watoto wao na sababu ni zipi. Siwaposti mitandaoni watoto wangu kwa sababu najua kwamba kila kitu kina nyakati zake na kila kitu kina hasara zake na faida zake. Ni mapema mno yani kusema kwamba nianze kuelekeza watoto kwenye vitu ambavyo kwa wakati huu sio desturi yao, kwa sababu sasa hivi nataka nielekeze kwenye masuala ya masomo, ndio nataka nielekeze, lakini mambo ya kijamii ni mambo ambayo watakuta wenyewe muda wao utakapofika, lakini sio mimi sasa nianze kuchukua vitu ambavyo uwezi kwa sababu kila jambo kina faida yake na kina hasara zake, na mimi bado sijaona faida yake kwamba mtoto mdogo nimchukue mimi nimweke kwenye mitandao ya kijamii na nini. Sioni faida yake kwa sasa hivi, lakini hiyo faida atakuja ione yeye mwenyewe atakapokuja kuitumia yeye mwenyewe. Sasa sio mimi ambaye mimi nijiweke mimi mwenyewe, lakini sio watoto sasa nao niwashirikishe kwenye jambo ambalo sio la kimaadili. Mimi kwangu naona bado sio jambo la kimaadili kwa sababu halileti faida yote wala halina hasara yote. Sipendi kuweka watoto wangu kwenye mitandao ya kijamii. Moja ni kwa sababu ya mambo ya kushirikina. Kwa mfano, mtu anatafuta labda watoto wako, anapoona zile picha anazichukua anaenda anazitumia vingine. Kingine pia sipendi kuweka kwa sababu wengine wanatafsiri vibaya labda kwenye mavazi. Unakuta umemweka mtoto alafu anasema mtoto wake mwenyewe mbona kavaa vibaya. Yani ni hivyo tu. Mimi wasiposti watoto wangu mtandaoni kwa sababu naona kama vile nawaanika, kwa sababu watakuwa wajiposti wao wenyewe. Naona kama vile na wanyima haki zao za kuamua. Kwa sababu unapomposti mtu bila ridhaa yake sio vizuri. Wakinapopata akili watajiposti wao wenyewe. Kama kujiposti bado jiposti mwenyewe, sio kuwaposti watoto. Sababu bado wadogo hawajui kwa nini unamposti bila kujua sababu ya msingi. Kwa hiyo watakapokuwa wakubwa watajiposti wao, lakini sio mimi niwaposti. Hivyo tu. Mitandao kwa sababu hana maamuzi. Tukiwa tunajua kwamba hawezi kujisimamia au kusema kitu gani nahitaji, kitu gani sikihitaji. Ninaamini mtoto ana kesho yake na hajaijua kesho yake kwa sababu bado ni mdogo. Akishakuwa mtu mzima akaitafuta kesho yake kwa utu uzima ule, pengine hakuhitaji kuonekana kwenye mitandao. Hawezi kujitoa kwa wakati huo kwa sababu wazazi ndio wamemweka au walezi wake. Wasubiri akishakuwa mtu mzima, kama atahitaji kujiposti yeye kama yeye afanye hivyo. Kuna madhara baadaye. Kwa mfano unakuta mtoto amerekodiwa anakatika, anacheza kama mithili ya kigodoro, anacheza vile kama mtu mzima, alafu anatupiwa mitandaoni, anapostiwa. Anapostiwa unahisi kwamba utapata labda ile like nyingi, comment nyingi, lakini kumbe baadaye yule mtoto si anakuwa hapo kwa baadaye zitakuja kumwathiri yule mtoto ambaye amempostia hizo picha zake. Kwa mwisho wa siku tunakuja kumtengenezea mtoto mazingira ambayo atakuja kujikuta anakwenda nayo, kwa sababu kuna yule mwingine ambaye mpaka anakuta ameanza kukua na kuanza kujitambua, kakuta mzazi tayari anamfanyia vile vitu katika mitandao. Kwa anajikuta na yeye sasa anaanza kuathirika na ile mitandao. Kwa anajikuta mwisho wa siku inachukua maisha yake yote, anakuwa maisha ya mitandao kama ambao mzazi wake amemtengenezea. Haya, maoni ya kutoka mkoani Simiyu. Kwa sasa tupate habari kisha tuendelea na mjadala huo. Karibu katika habari. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajia kutangaza ushuru mpya kwa bidhaa za kielektroniki wiki ijayo. Hii ikiwa si mara ya kwanza kwa Trump kuchukua hatua hiyo, ikiwa ni juhudi zake za kushughulikia matatizo ya kibiashara nchini humo, na ushuru huo utaanza kutekelezwa hivi karibuni. Aidha, Trump amelaani shambulizi la anga lililofanywa na Urusi katika mji wa Sami nchini Ukraine ambalo limewaua watu wasiopungua 34 na kuitaka jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua. China imeitolea wito Marekani kufuta ushuru wake wa kisasi baada ya Washington kutangaza msamaha kwa bidhaa za kielektroniki kutoka taifa hilo la Asia. Wizara ya biashara nchini humo imesema kuwa inataka Marekani ichukue hatua thabiti ya kurekebisha makosa yake na kujirudi katika njia sahihi ya kuheshimiana. Pia taifa hilo limesema kwamba msamaha uliotangazwa ni hatua ndogo zilizochukuliwa na Washington, huku Beijing ikifanya tathmini za athari za uamuzi huo. Na Rais wa China Xi Jinping ameahidi kuimarisha ushirikiano wa kimkakati
kati ya nchi hiyo na Indonesia katika mazungumzo ya simu na Rais Prabowo Subianto. Rais Xi amesema hayo wakati wakipeana pongezi kwa kutimiza miaka 75 ya uhusiano wa kidiplomasia baina ya nchi hizo mbili. Aidha, Rais Xi amemwambia mwenzake wa Indonesia kwamba ushirikiano baina yao ni wa kimkakati na wenye athari kimataifa. Naam, tunakamilisha hivyo. Tunaendelea nawe katika mjadala baada ya kusikia maoni mbalimbali kutoka mikoa ya Morogoro na Simiyu. Naam, mjadala tunaoendelea nao hapa ni kuhusiana na uhalali wa kutuma ama kuchapisha, kupost picha za watoto katika mitandao. Hivi karibuni tulisikia mamlaka zikikumbusha wananchi kuhusu sheria ya mtoto ya mwaka 2009, lakini tunafahamu pia kuna sheria ya makosa ya kimtandao ya mwaka 2015 ambazo zinakataza ama zinaondoa uhalali wa kupost picha za watoto mitandaoni. Na tumekuwa na mjadala huu, tumesikia maoni ya wananchi katika maeneo mbalimbali kupata mtazamo wao, na vile awali tulimsikia mtaalamu wa masuala ya mtandao Yusuf Kileo, lakini pia tunaye hapa Hilda Ngaja ambaye ni mtaalamu wa masuala ya malezi. Hii sheria ambayo tunakumbushwa ama ili katazo ambayo tunakumbushwa inaonekana imekuwa ni ngumu kutekelezwa, kwa sababu tunaona hata watu maarufu, baadhi ya viongozi tunaona wakiposti picha za watoto wao kwenye mitandao, na wengine sio tu kuposti, wamewafungulia kabisa akaunti. Yani kuna mtoto ana akaunti kabisa na ana wafuasi wengi tu na picha zake ziko mtandao tangu anazaliwa, anapokuwa na mambo mengine. Sasa una maoni gani kuhusiana na hizi sheria? Utekelezaji wake unaonekana umekuwa mgumu, sio? Utekelezaji wake umekuwa mgumu kwa sababu mimi naweza nikasema kwamba madhara yake hayawagusi watu wazima moja kwa moja, au madhara yake hayaonekani wakati ule mtoto akiwa pale bado ni mdogo. Na tukumbuke kwamba mtoto yupo kwenye uangalizi wa mzazi wake. Anayefungua account ni mzazi. Mzazi anakuwa labda na sababu zake, anataka mtoto wake sijui apate nini. Watoto tunakuta sijui ni mabalozi, sijui ni nini katika umri mdogo. Na kwa sababu madhara yake sio ya muda huo, ni ngumu sana kuweza kutekelezeka. Na lakini vile vile pia kwa sababu madhara yake hayagusi watu wengi. Madhara yake ni binafsi. Nafikiri pia ndio maana inakuwa ni ngumu kutekelezeka. Ila tukiwa na nia thabiti, serikali ikiamua kuweka msimamo wake katika hili, linaweza kutekelezeka na litaweza kusaidia vitu vingi sana, kwa sababu hiyo ndio nguvu kazi ya taifa. Kuna ugumu mwingine umetaja hapa kuhusiana na swala la ubalozi. Kwa mfano kuna kampuni ambazo zinataka kutangaza bidhaa zao na ni bidhaa za watoto, na wangependa kuwatumia hawa watoto ambao wengine ni wadogo, unaweza kukuta ni mtoto wa mwaka mmoja wa miaka miwili. Na ulisema awali kwamba hawa watoto wanatakiwa kushirikishwa, wao wenyewe waridhie kama wanaweza wakatumiwa kwenye mitandao na vitu kama hivyo. Sasa katika mazingira kama haya ya kibiashara, nini kinaweza kikafanyika? Kwa sababu yule mtoto bado ni mdogo na anahitajika, kampuni zinamhitaji labda kutangaza, na wengine wanakuwa bado hata wana miezi kadhaa. Mimi mtoto wangu aliwahi kufanya tangazo akiwa na miezi 6 la mafuta. Sikuwa najua pia. Lakini kitu ambacho nilikuwa nimekiangalia ni utu wake unalindwaje kwenye hiyo. Ni bidhaa gani ambayo mtoto anakuwa anaitangaza? Na mazingira gani ambayo anakuwepo wakati hilo tangazo likiwa linatengenezwa? Kwa sababu ni kweli huwezi kuchukua kitu bidhaa ya mtoto ukampa Hilda. Kwa hiyo mzazi ni lazima kwanza utoe consent. Sawa? Uangalie pia wewe mzazi sana jukumu lako. Lakini unasema wewe kuambiwa. Nilipeleka mtoto kwa nikawa naangalia nani anamshuti, nani anamshika. Lakini uliridhia? Niliridhia kama mzazi. Niliridhia kwa sababu alinitafuta mimi katika mazingira ambayo nikaangalia mara ya kwanza walikuwa wanataka kupiga picha sehemu, nikasema hapana, hapa sehemu hii hapa mtoto wangu hawezi kupigwa picha. Tukatafuta sehemu nyingine kwenye home environment kabisa. Kwa hilo tangazo nilifanya kwenye home environment, na mimi nilitokea kidogo kwenye hilo tangazo. Na yani nilitaka kuhakikisha every step ya hiyo tangazo nipo. Sasa kuna yule ambaye mtoto ana meneja wake. Meneja anamchukua, anampeleka mzazi, hujui chochote, uelewi mazingira na vitu vya, na ni lazima tuandikishiane kwamba hii picha ya mtoto hili itaishia kwenye hiki ninachokiona hapa.
Isije kaja ikatumika tena zaidi na zaidi na zaidi na kwa vitu vingine, kwa sababu kuna wakati ambapo mzazi unaweza ukatoa consent ya kitu kwa mtoto wako, na kuna umri ambao mtoto anafika anaweza kutoa consent yeye mwenyewe. Naam, Hilda, turejee kwake Yusuf. Tulimuuliza pia kuhusiana na hili la kuweka matukio muhimu hasa ama matukio mbalimbali ya watoto huko mitandaoni, lakini nini mtazamo wake pia juu ya kuwekwa mazingira rafiki na kuwawezesha watoto hata huko mitandaoni kutopata athari. Pale kwenye kutafakari kwamba ile picha unayoiweka kwenye mtandao, hakikisha mwanao, wewe mwenyewe utafakari kwamba mwanao akija kuwa mkubwa akiona, je, itamletea trauma ama itamletea msongo wa mawazo, ama inaweza ikaja ikatumika vibaya dhidi yake, kwa sababu kuna baadhi wanakosea kwamba wanaweka picha za mtoto labda akiwa hajavaa vizuri, unaweka picha za mtoto akiwa katika hali ambayo yeye mwenyewe yani akija akajitazama tena baadaye huenda asipende kile alichokiona. Kwa hiyo hizo sasa ndo tunatia msisitizo kwamba si sahihi kufanya hivyo, na kimsingi kwa mujibu wa sheria za nchi ya Tanzania na maeneo mengi wamekuwa na sheria za namna hiyo, kwamba picha za mtoto ambazo ni mfano za utupu, mfano akiwa anadhurika, yuko kwenye hali mbaya, mfano akiwa kwenye labda anapitia mapito mabaya, labda anadhurika ama anapitia ugonjwa fulani, yale yote, hata wanafikiri kwenye vyombo vya habari pia mna miongozo ya namna hiyo, kwamba kama unaona kabisa ushapewa maelekezo kwamba umkave mtoto sura yake asionekane, kama wewe mwanahabari, maanake na yule mzazi anapaswa kujua kwamba kitu cha namna hiyo hafai kukiweka kwenye mtandao, na akikiweka akakiuka, na mtoto aidha baadaye ama mamlaka zikaamua kuchukua hatua dhidi yake, basi atajikuta kwenye hali ambayo si rafiki sana. Tuwafahamishe tu kwamba sasa hivi kumekuwa na, mimi binafsi nimeshiriki operation kadhaa ambazo moja wapo naikumbuka ambayo ilikuwa ilitrend sana katika ngazi ya kidunia, ni ile ambayo tulikuta picha nyingi za watoto na sauti nyingi za watoto zimechukuliwa na hao watu wa huduma kwa watoto kwenye kupitia hizi application ambazo watoto wanapenda kuzitumia. Kwa hiyo tunapenda kuasa wazazi kwamba wanapowapatia watoto vifaa vyao vya kielektroniki, basi wakae wakitambua ama wakae wakijua kwamba watoto hao hizo taarifa ambazo wanashare huko huenda zikaenda sehemu nyingine na zikawa zinatumika kwa matumizi ambayo sio yale ambayo mzazi alitarajia. Lakini hata atakapoamua kufuta, akumbuke kwamba internet huwa haisahau. Kwa hiyo akiyazingatia haya mawili kwa karibu, na akijua kwamba hataki picha za mtoto wake zikatumike vibaya sehemu tofauti za hapa na pale, basi yeye binafsi aanze kutokuziweka mitandaoni pasi na sababu. Naam. Asante sana. Ni Yusuf, shukrani sana, ametueleza hapo kuhusiana na mambo mbalimbali. Na Hilda, kwa upande wako unadhani ni namna gani sasa wazazi wanapaswa kulinda ile faragha na kumlinda mtoto hasa katika ulimwengu wa kidigitali? Faragha ya mtoto inalindwa kwanza na mzazi. Yaani mzazi ukishindwa kulinda faragha ya mtoto wako ni kwamba umeipa dunia nafasi ya kutokuilinda pia. Kwa hiyo mzazi ni mtu wa kwanza kulinda. Lakini mzazi ni lazima ufahamu kwamba sio kila tukio linalotokea kwa mtoto wako lazima dunia ifahamu. Kwanza wewe anza tu kujiambia hivyo kwamba kuna raha fulani ya kuwa mzazi, yani vitu vyako wewe kama mzazi unavijua wewe mwenyewe. Zile hatua za ukuaji za mtoto wako yani zinakuwa ni za kwako binafsi. Inaleta maana zaidi kuliko zikiwa ni za dunia nzima, kwa sababu unapoweka kwenye mtandao ni kwamba kila mtu anaweza kuona. Album imehamia sasa mitandaoni. Album zimehamia mtandaoni, ndio, album zimehamia mtandaoni kwa visingizio vingi tu kwamba simu labda ikipotea au sio nini, hivyo vinakuwa ni vitu mbalimbali. Lakini tunaweza tukatengeneza files ambazo zikawa ni very private, za kwetu sisi wenyewe, na mtu mwingine hawezi kufanya nini, hawezi kuona. Kwa hiyo kwanza kabla mzazi ujue kabisa sio kila tukio ni lazima dunia nzima ifahamu, lakini pia ufahamu kwamba unatengeneza ile vulnerability nini ule ile hali ya kumfanya mtoto wako kuwa victim
wa vitu vingi tu. Jamani, kuna comments mbaya kwenye mitandao. Yaani umeposti mtoto wako umeona amependeza, watu wanaanza kudisi. Yaani zinakuwa comment, mtoto anakuja anafikisha miaka, anakuja hivi ndio watu wanavyoniona. Hivi kumbe mimi ndio mbaya kiasi hiki, au labda alikuwa kabonge, watu wanasema toto lenyewe, au chembamba kitoto chenyewe, alafu anakuja kukua amekuwa na mwili au labda mtoto anafanana na dereva wako, na dereva, au mtoto anapua. Mimi nimeona mtoto mmoja amekuwa kwa sababu ya pua kubwa. Yaani ule mtoto nikawa nasema huyu mzazi angekuwa anajua asingeposti picha ya mtoto wake ever again. Lakini mwenyewe anaendelea kuposti, kila akiposti story ni pua. Juzi kuna video moja ilikuwa inasambaa, mtoto anashindwa kuwasha mshumaa. Sio kama nyewe mliiona. Mtoto mkubwa tu anashindwa kuwasha mshumaa, yule unalipuka. Anataka kuwasha. So comment mtandaoni, mwanaume gani hawezi kuwasha mshumaa? Mimi nikawaambia watu kwenye group moja, nikamwambia jamani, hapa the issue sio mwanaume kashindwa kuwasha mshumaa. Shida ni hiyo process ya birthday. Mtoto analia, anakauka, akipeleka hivi kibiriti analia, ni unajua ile mshumaa unafanya hivi, anaogopa. Kwa hiyo watu wanaangalia vitu ambavyo sio muhimu kwenye utu wa mtu, na wanakuja kujikuta kwamba madhara yake yanakuja kuwa makubwa. Yaani kila kitendo tu cha ule mtoto kulia siku ya birthday yako, unapigwa picha, video, unalia, huwezi kuwasha mshumaa. Utakuja mwakani, umekuja kukua mkubwa, anaweza kuwasha mshumaa, utaiona thamani ya huyo mzazi. Kwa mzazi lazima ujue pia kwamba uhusiano wetu sisi na watoto wetu ni mpana sana. Mimi nasema huko kuna nyuzi 360 kila hatua ya maisha yao. Kwa hiyo unavompa trauma ya mtandaoni, ambao wewe unahisi kwamba akija kikua mkubwa hawezi kuona, ishapotea. Yaani anaweza akaja akakuchukia tu kwa sababu ulikuwa unaendelea kumposti licha ya kwamba watu hawamkomenti vizuri. Lakini vile vile unamfanya mtoto wako awe na maisha ya utofauti kabisa. Kama alikuwa ndo anasukwa nywele, yani kama akikuwa mkubwa anasema mimi nataka kuwa na nywele ndogo. Akijiangalia kwenye mtandao, wenye nywele ndogo, mbona nilivyopostiwa nywele ndogo hawakukomenti nyingi? Anaanza kutengeneza identity tofauti, na inawafanya pia washindwe kuwa na vitu vya maamuzi yao binafsi. Maamuzi yao yanakuwa yamefanywa na wewe, sio tu na wewe, yamefanywa na dunia nzima hii kwa kupitia mitandao. Yeah. Naam, Hilda, shukrani sana. Shukrani sana. Thank you, asante sana. Mimi wakongo tasubiri akishakuwa mkubwa. Umposti. Tamuona. Kama ambavyo maoni ya wengine anasema ajiposti mwenyewe. Ikiwezekana ajiposti mwenyewe. Ikiwezekana ajiposti mwenyewe. Tunakamilisha hivyo tukizungumza kuhusiana na kuchapisha picha na maisha ya watoto huko mitandaoni. Ikiwa faragha pia ya mtoto haizingatiwi, moja kati ya kitu pia ambacho sheria inaelekeza kuzingatia kwa kiasi kikubwa, ikiingia katika makosa ya mtandao ya kifungu cha 23 sheria namba 14 ya mwaka 2022. Tunakamilisha hivyo kwa sasa.